Maana tuna upungufu wa watu 80 hawana maeneo ya kufanya. Nimeongea na mtu wa ICC. Nataka niwaambieni, tukiwa na watu 10 hapa, halafu kuna watu 80 nje, hili soko halina maana yoyote. Biashara itaenda hivyo hivyo. Na aliyelipa pesa hapa amekula hasara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uniwie radhi. Naomba niagize tu kwamba hao 10 wako hapa, wale ambao hawakuchangamka wakapata vyumba hapa ndani lazima waje hapa. Tafuteni container, pangeni hapa 80 wajae hapa. Sitaruhusu ndani ya wiki 2 eti kuna dila nyingine huko mtaani. Zote zifanyike hapa sokoni. Kuwa na ofisi yako huko ndani ya dealership ya kutunza document, lakini biashara ya madini lazima ifanyike kwenye soko kwa mujibu wa sheria. Tukikukuta na madini nje ya kipindi hicho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wewe uko kwenye mkakati wa kutorosha. Leteni madini hapa, na sisi tutaweka maafisa wote watakuwa hapa, na vibali vyote vya kuexport mtavikuta hapa. Kila kitu kifanyike kwenye soko, na baadaye tukiona biashara inakwenda vizuri, tunayo sababu ya kuanzisha hilo jengo alilolisema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tuanze. Geita wameweza, Chunya wameweza. Mkuu wa Mkoa ameomba, mimi unajua na haraka. Mkuu wa Mkoa anasema walau mwezi, lakini huu mwezi mzee. Haya, mwezi mmoja siku 30. There's not so much, ndio. Tafuta hata container kwa muda, waweke hapa, madila wawepo, wakati mzee Kaya anajiratibu kutujengea jengo jingine hapa, lakini watu wote tufanye kazi kwenye eneo moja. Tukifanya kosa la kuanza na wachache wengine nje, wale wa nje watafanya biashara zaidi kuliko hapa ndani. Tumeiona hiyo hapo Sekenke. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumejenga soko Sekenke kwa sababu wachimbaji walilalamika Singida mbali. Tukafungua soko Sekenke. Matokeo yake wakatokea wafanya biashara wakaenda Igunga. Wakakaa Igunga, wakasema sisi kwa sababu bei ya soko tunashusha kidogo kwenye dhahabu kwa 10%, wao wanaongeza kidogo. Kwa hiyo watu hawaendi kwenye soko, wanakwenda kwenye black market za pembeni. Hapana, sheria inasema biashara yote ifanyike kwenye masoko haya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amezungumza vile vile show ya madini. Nataka nikuhakikishie kwamba hili jambo tunalifanyia kazi, lakini umesema kila kitu lazima ulie kivulini. Tunatamani kivuli hicho kiendelee na Mererani kifiki. Tutaanzisha shows nyingi. Huwezi kukwepa kwamba Arusha ni mji wa kimataifa. Ukikwepa hiyo unataka kujifurahisha tu. Lakini ukweli ni kwamba Mererani na wao wameandaa eneo la EPZ kwa ajili ya kufanya shughuli zote hizo. Sasa pambaneni, atakayewahi tutaanza naye. Ukianza wewe ndugu yangu, tena wajina kabisa Mashaka, tunaenda haraka. Kama kuna wengine wako busy na michoro na upembuzi yakinifu na feasibility study na detail design, wewe waache waendelee, wewe changamka, tuanzishe. Na nataka nikwambie, Mheshimiwa Rais anataka haya mambo yote yaanze. Tuliyafuta kwa sababu ndani yake kulikuwa na manunguniko. Mnakwenda kwenye mnada wa madini, watu wetu wa madini na mnunuzi wanakubaliana kabla ya siku ya mnada, halafu mnakuja kufanya maigizo eti mnafanya mnada wakati biashara ishafanyika wiki 2 zilizopita. Sasa tunataka tufanye mnada proper ambao watakuja wageni, watashindana vizuri na wenyeji na biashara ifanyike. Tunataka tuwe na maonyesho haya. Haina maana maonyesho ya Gemstone yanafanyika Nairobi wakati Gemstone nyingi zinatokea hapa. Tutalianzisha hilo, na mimi nakuhakikishia Mkuu wa Mkoa una support yetu, pamoja na hiyo ya center unayo support ya wizara. Kuanzia sasa itakapokamilika tuambiane. Wakati tunafikiria kuanzisha soko, michakato ilikuwa mingi sana, na wewe tulizungumza kwa muda mrefu. Wengine wanasema hivi, wengine wanakuja hivi, lakini mimi naamini kwenye kazi. Kazi inatofautiana sana na maneno. Kazi huwa inajiuza yenyewe.
hata wale ambao walikuwa wanapinga, nimefurahi kuona leo kwamba na wao wanafurahia jambo hili zuri ambalo linafanyika katika eneo hili. Kwa hiyo nitumie fursa hii tu kuhakikishia kwamba tunafahamu kwamba eneo hili lazima tutengeneze mazingira kwa ajili ya watu wote, mabloka, dealers, wachimbaji na mtu mwingine yoyote, na kazi yake afisa wa madini ni kutusaidia sisi viongozi kuangalia kila mtu anayetakiwa kuwa hapa, tutengeneze mazingira gani ili aweze kuwepo, kwa sababu mwisho wa siku sisi kama viongozi ni kazi yetu kusikiliza ushauri wa wataalamu, kwa sababu wao wanafanya kazi hizi kwa niaba zetu, kwa niaba yetu. Kwa ni imani yangu kwamba watu wote wanafanya biashara hii tutaendelea kuwaheshimu wataalamu wetu, mtaendelea kushirikiana nao, na ni imani yangu kwamba mpaka kuwa na mtu yoyote sasa mara baada ya kufungua soko sasa kuanzisha kikundi cha watu kuanza kuwakamata huko, kuanza kuwatishatisha, kuanza kufanya nini, nadhani huo hautakuwa utaratibu wa serikali. Sisi tunachotaka ni kwamba mara baada ya soko kufunguliwa, kama mna changamoto yoyote, nendeni pale, mkuu wa wilaya yupo, katibu tawala wa mkoa yupo, afisa madini yupo, na wataalamu wote wapo. Pelekeni changamoto yenu kwenye serikali. Tumeletwa hapa na serikali kwa ajili ya kuja kuwahudumia, sio kwa ajili ya kuwanyanyasa, kuwatisha na kuwapambikia baadhi ya mambo ambayo tunajua kama tunao. Tunaomba turuhusiwe kuendelea kufanya show ya madini katika mkoa wetu wa Arusha. Arusha ni mkoa wa kimataifa. Yako maeneo mengi yamebarikiwa madini, nafahamu kuna Mererani, kuna maeneo mengine, lakini kule ni juani kuanzia moja mpaka ngapi siku hapa. Na sasa hivi inajengwa hoteli kubwa ya Meria kama mmeiona. Kwa hiyo ni mkoa ambao kwa kweli hata ukiwaambia wanunuzi huko duniani kwamba kuna soko au kuna show inakwenda kufanyika Arusha, nataka nikuhakikishie hautatumia nguvu kubwa sana kuwashawishi. Na ndugu zangu wafanyabiashara ya madini, naomba tuendelee kutoa kodi zilizoko, kwa sababu kodi asilimia kubwa sana tumepunguziwa. Jamani, tusimwangushe rais wetu, tuthamini kwa hicho kitu ambacho amekitufanyia kwa kupunguza hizo kodi, kati ambazo kodi mlikuwa mnazilalamikia kama ile VAT ya 18% na ile 5% ya tax la withholding tax. Kwa hiyo jamani, tunaombeni sana muonyesheni rais wetu kweli mlichokiomba na mlichomwahidi mnatekeleza. Asante. Leo hatusumbuki tena kutuma maombi kwenda Dodoma. Leo tunataka kuhakikishia na kuthibitishia ulimwengu mzima kwamba hatuna urasimu. Unanunua mzigo, unafunga, unalifanyia tathmini, unapata hati ya kusafirisha nje ya nchi hapa hapa.